Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya dili ambalo Young Africans wanakwenda kulifanya. Dili kubwa kabisa, nazungumzia nyota mkubwa ambaye anarejea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuja kuongeza nguvu kunako kikosi hicho. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka Young Africans inahitaji kuendeleza ubabe wake, lakini pia kufanya vizuri kimataifa. Hapa nazungumzia katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo Young Africans wanahitaji kuweza kuweka rekodi mpya kabisa kunako msimu ujao, kwani mpaka sasa matumaini mazuri kabisa katika ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nani huyo ambaye anatua tena katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans? Tutakwenda kujua hapa, kwa sababu faili zima lote liko nalo hapa, kinachoendelea na mpaka Young Africans walipofikia juu ya nyota huyo. Ni nani huyo? Tutakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tusikilize na kutupa macho kwa hiki ambacho nimekusogezea leo hii. Bana, unafahamu klabu ya soka ya wananchi Young Africans ni kwa muda wamekuwa wakiendelea kuweza kuongeza majembe kwenye kikosi chao. Sambamba na hayo ni kwamba klabu ya soka Young Africans mwishoni mwa msimu huu imetarajia kuweza kuwauza takriban nyota wake wawili kwenye kikosi chake. Hapa nazungumzia Clement Mzize pamoja na Stefano Aziz Ki kuelekea pale katika klabu ya Wydad Casablanca, ambayo imeweza kuhitaji huduma ya nyota hao. Sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaona ya kwamba sasa kutakuwepo na hapa nazungumzia pengo katika kikosi chao, hivyo basi inaelekezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans imekamilisha taratibu ambazo zinazoendelea za kuweza kumrudisha moja kati ya wachezaji mahili kabisa, maestro kutoka pale katika visiwa vya Karafuu. Hapa nazungumzia Zanzibar, si mwingine bali ni Zanzibar Finest, Feitoto. Unaweza kushuhudia kwa mara nyingine tena anarudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kulikuwepo na maneno mengi juu ya Feitoto kurudi kwenye kikosi ya Young Africans kutokana ya kwamba mahusiano ambayo aliweza kuyaacha wakati anaondoka hayakuwa mazuri kati yake yeye na viongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hivyo pengine watu wakawa wanadai kwamba kutokana na kile kilichoweza kutokea, Feitoto kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ni ndoto ya Al Nassr. Lakini Feitoto mwenyewe aliweka bayana ya kwamba kile kilichoweza kutokea kati yake yeye na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans kilishaweza kumalizika na wako shwari kabisa, ni pamoja na rais wa Young Africans ambaye ndio walikuwa na mvutano mkubwa na Feitoto, mpaka Feitoto kufikia kuweza kusema ya kwamba kurudi kwenye kikosi cha Young Africans ni mpaka Engineer Hersi aondoke kwenye kikosi hicho, basi na yeye atarudi Young Africans pale. Kwa hiyo watu walikuwa wanategemea labda pengine mambo yanaweza yakawa hivyo mpaka Engineer aondoke ndio anarudi, lakini mambo yaliweza kukaa mezani, wakamaliza tofauti zao, na sasa wanaelekea kwenda kupiga kazi kunako msimu ujao, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans jeuli ambayo wameipata kwa kumuuza Stefano Aziz Ki kule Wydad Casablanca ndio inawapelekea kuweza kuweka ofa mezani kwa kile ambacho kinachoendelea. Unaambiwa vita mpya kwa Simba na Yanga ni namna zinavyopambana kuonyesha jeuri ya fedha kumshawishi kiungo wa Azam FC Faisal Salum almaarufu Feitoto, zikimtengea mamilioni ya kufuru kwa ofa tofauti. Lakini pia ipo klabu moja ya Saudi. Tuanze
Tuanze na ofa ya klabu yake ya Azam, ambapo Fei Toto mkataba wake na Azam umebakiza mwaka mmoja na miezi kadhaa, ambapo msimu huu utakapomalizika atakuwa amebakiza mwaka mmoja kamili. Lakini matajiri hao wa Chamazi inaelezwa wameshamuahidi ofa ambayo hakuna klabu yoyote Tanzania ina uwezo wa kumpa, ingawa bado hajamwaga wino. Lakini Azam imekumbana na kigingi baada ya kiungo huyo kugoma kukubali kuongeza mkataba, akiwaambia mabosi wake kwamba ana kiu ya kwenda nje ya nchi kujaribu maisha ya soka. Hata hivyo, mbali na Fei Toto kutoa sababu hiyo, unaona bana, tunafahamu kwamba kiungo huyo hana shida na namna anavyohudumiwa kifedha na matajiri hao, lakini changamoto kubwa ni ubora wa kikosi chao kiushindani, akiona kama anachelewa kuwa mchezaji mkubwa zaidi. Azam imemwekea ofa ya Fei Toto yenye thamani ya shilingi milioni 900, ikiwamo nyumba, gari ya kisasa zaidi tofauti na ile Toyota Harrier aliyopewa wakati anasaini mkataba wa sasa, na zaidi ni kuboreshwa kwa maslahi yake. Matajiri hao sio tu kwamba wanataka kumbakisha Fei Toto, bali namba zake zinawashawishi, ambapo licha kukosa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi msimu uliopita, aliibuka kuwa mfungaji bora ndani ya klabu yake akiwa na mabao 19, akizidiwa mabao 2 na mfungaji bora kwenye ligi kuu. Hapa nazungumzia kiungo wa Yanga Stefano Aziz Ki. Msimu huu bado Fei Toto ameendeleza ubora wake kiutofauti, akihusika kwenye mabao 17, akifunga 4 na kutoa assist 13, na hivyo kuwa kinara wa kupika mabao kwenye ligi, akibakiza mechi 4 kumaliza msimu, unaona bana, ili aweze kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unaona bana, mpaka Fei Toto kuweza kufikia kuweza hapa nazungumzia kugoma kuongeza mkataba wenye thamani ya shilingi milioni 900 kwenye kikosi chake cha klabu ya Azam, ni zaidi shaili ya kwamba Fei Toto anahitaji kuweza kurudi kunako katika viunga vya klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya Young Africans. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini anaandika Edo Kumwembe, huyu ni mchambuzi wa soka, akiweka bayana kile ambacho kinachoendelea. Anasema kwamba na kama kuna mwanadamu ambaye atakuwa analala hoi, basi ni Faisal Salum Fei Toto. Namna ambavyo siku yake nzima inaambatana mambo mawili. Jambo la kwanza ni kufanya mazoezi au kucheza mechi. Jambo la pili ni kusoma ushauri wa kwenda Simba au kurudi Yanga. Ukienda mitandaoni, kuna mambo mawili, lazima kurasa za wanahabari zimuhusishe kwenda Simba au kurudi Yanga. Lakini hapo lazima katika kurasa yake mwenyewe, hata akiweka picha yake binafsi katika maisha yake binafsi, lazima maoni ya wengi katika picha hiyo ni kumtaka aende Simba au Yanga. Lazima Fei atakuwa amelala akiwa hoi, lazima. Kwa nini hii inatokea? Ni kwa sababu Watanzania hawaamini kwamba mchezaji mkubwa kama Fei anaweza kuondoka timu kama Yanga au Simba akiwa katika ubora wake na kwenda kucheza Azam. Iliwahi kutokea kwa Mrisho Ngasa na Ali, ilikuwa kama hivi. Wakati ule hakukuwa na mitandao, lakini kila mahali ulikuwa ukikaa unaambiwa namna ambavyo watu wa Yanga walikuwa wanamtaka arudi. Ilikuwa pressure kubwa kutoka katika magazeti na vijiwe vya kahawa. Zaidi ya hili ni kwamba nyota ya Fei Toto imeendelea kung'ara akiwa na Azam. Kuna wale wataalamu wa kumwombea mchezaji mkubwa mabaya pindi anapoondoka na kuendelea kucheza hapa nchini. Kwa Fei jambo hili limekwama, kwa sababu Fei ameendelea kuwa Fei yule tu. Ameendelea kuwa mtamu kama alivyo, na kiwango chake kimeendelea kuwa juu. Anafunga mabao, anasaidia timu yake kufunga mabao katika kiwango kile ambacho alikuwa nacho wakati akiwa Yanga. Simba na Yanga ni wabinafsi, hawataki timu nyingine yoyote iwe kubwa nje ya wao. Zamani kidogo kulikuwa na simulizi ya uongo kwamba mashabiki wangependa zitokee timu nyingine kubwa zianzishe upinzani kwa Simba na Yanga. Kumbe mashabiki walikuwa wanasema hivi, walikuwa wanazidanganya nafsi zao. Fei kwenda Azam ilileta chuki kutoka kwa mashabiki wa Yanga. Mchezaji wa Azam akienda Yanga haina shida, mchezaji star wa Yanga akienda Azam inaleta chuki. Jiulize kwa nini Prince Dube atazamwi kwa jicho la chuki. Unaona bana?
kwa kile kilichoweza kutokea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika hili linaloendelea kuhusiana na Feitoto. Wewe unadhani nini ambacho kinakwenda kujili? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana